Siku za Nuhu zilikuwa ni siku za kawaida kama hizi ambayo tumesoma katika kitabu cha Mathayo 24:37. Inasema ya kuwa watu walikuwa wanakula na kunywa, watu walikuwa naoa na kuolewa, watu walikuwa wanajenga, wengine wanabomoa, watu walikuwa wanafanya mambo vile vile ambavyo tunafanya siku ya leo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa siku za Nuhu. Lakini Biblia inasema ya kuwa gharika ikaja. Ilikuwa ni siku kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaishi nyakati ambazo watu wengi wamejisahau, na watu wengi sana wameona ya kuwa wamefika. Lakini hatujafika bado. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anathamini sana moyo wako. Mungu anakuthamini jinsi ulivyo. Anataka usipotee. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema siku za Nuhu zilikuwa ni siku ambazo ni siku tu za kawaida. Lakini mbona gharika ikaja? Ushawahi kujiuliza kwa nini gharika ikaja? Watu walimuasi Mungu. Na watu waliishi maisha ya kama ya Sodoma na Gomora. Watu walitamaniana wao kwa wao. Alafu wale malaika ambao waliokuja wakaja wakaasi, kizao kile kikaanza kuzini na wanadamu. Kwa hiyo uzao wa mwanadamu au DNA ya mwanadamu kamili ikapotea. Ilikuwa ni wakati mbaya sana. Alafu Mungu akaangalia, akaona mpango wa shetani ni kupoteza DNA ya mwanadamu. Kwa sababu Biblia inasema ya kuwa Yesu atazaliwa na mwanadamu. Kwa hiyo shetani akaanza mbele ili kuharibisha, na akaingia kwa njia ya zinaa. Akawaharibu wanadamu. Kwa hiyo mwanadamu akawa na damu ambayo sio mwanadamu kamili, ndani yake kuna roho ya kipepo. Kwa hiyo mtu ambaye aliyebakia ni Nuhu na familia yake. Mungu akasema sitapoteza kizazi hichi. Kwa hiyo afadhali niokoe Nuhu na watoto wake na familia yake. Mungu akaangamiza dunia yote kwa sababu walikuwa wamepoteza wote DNA. Na tunaishi nyakati kama hizi. Acha nikwambie, asilimia ya watu ambao wanatembea hapa barabarani saa hizi, 70% DNA imepotea. Imechangana na mapepo, imechanganya na majini. Na ndio maana unaona kizazi ambacho tuko nacho sasa, watu hawampendi Mungu. Unaweza kuja kanisani lakini maisha yako hayako kwa Mungu. Uko kawaida. Mungu hastuki na mtu kuja kanisani, lakini Mungu anaangalia mtu ambaye anaishi maisha ya kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaishi nyakati ambazo kila mtu yuko sawa. Tatoka, tafanya mambo yangu na nitaingia kanisani. Hakuna ile kujikaza kusema Mungu nisaidie niishi maisha matakatifu. Tunaweza kufunga na kuomba, lakini maombi yetu mengi, Mungu nibariki, Mungu nifungulie milango, Mungu nionekanie, lakini hatufungi kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho. Ile mtu akae chini alie, amwambie Mungu nishike mkono katika nyakati hizi za kumalizia. Mungu nisaidie niishi maisha matakatifu. Hiki na hiki kimenishinda. Nataka Mungu nitakase. Nataka Bwana uniondoe kwenye haya maisha ambayo ninaishi. Hatuombi hivyo. Hatuombi hivyo. Kila tunapokaa tunaomba Mungu atukumbuke. Mungu atubariki.
Kiongozi wa maombi alikuwa naomba, nasema ombea maisha yako ya kiroho. Biblia inasema ilikuwa ni wakati kama na huu tu, wakati wa Nuhu. Watu walikula na kunywa. Watu walipanga mipango yao kama vile mimi na wewe tunapanga. Lakini mvua ikaja. Watu walilia, waliomba msaada, lakini hakuna aliyebaki. Inakuja siku ambayo kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke atajuta kama ukupeana maisha yako kwa Kristo Yesu. Bwana Yesu. Ninayo mafunzo, tunaweza jifunza mafunzo hapa na pale, lakini kila mara narudilia hili somo na nakumbusha kabisa ya kuwa hapa si kwetu. Hapa sio kwetu. Tu wapitaji. Na kama tu wapitaji, lazima tutengeneze maisha yetu na tujiandae ni wapi unaenda. Juu mtu anatafutiaga njia yake ya mahali anaenda akiwa kwenye mwili. Lakini utakapotoka kwenye mwili siku moja, hapo ndipo itakuwa mwisho. Nilikuwa nasikia mtu mmoja anazungumza, anasema anashangaa na kitu ambacho kinamwogopesha sana. Watu ambao kufa au wanakatika ni wale watu ambao watu hawafikirii. Mtu alikuwa mzima, mtu alikuwa anaongea naye, anaenda. Lakini unakutana yule yuko hospitali, wanamtazamia hafi. Lakini wazima wanaenda tu. Wazima wanaenda. Unaona mtu kabisa, watu wanakaa nje wanasema huyu hatafikisha kesho. Wako yuko hospitali pale, lakini ndugu na familia wanaanza kusema tutafanyaje, tuanze kupanga mpango wa mazishi. Hafingo anaendelea kuishi. Lakini wale ambao wanaenda ni wale watu ambao hawafikirii. Kwa hiyo maisha tunaishi ni maisha ambayo lazima ujitayarishe kila wakati. Kwa maana haujui siku wala saa. Na ndio maana Biblia inazungumza, inasema ya kuwa kama mtu angelijua, angekaa na kukesha, kwa sababu hawezi jua wakati mwizi anaweza kuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha tunayoyaishi, tembea, kula, furahia, panga, lakini jua ya kuwa kama Yesu atakawia, endelea kufanya biashara yako, lakini uko ndani ya Yesu. Na kama atakuja akukutani tayari, umlaki Bwana mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kujitoa kwetu kuja kumtafuta Mungu sio tu tukae hapa, lakini siku moja tuende tukaurithi ufalme wa mbinguni. Amen. Tasoma kitabu cha Ufunuo 22:11. Kitabu cha Ufunuo 22 na mstari wake wa 11 unasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Tazama, naja upesi, na ujira wangu kumlipa kila mtu. Si watu, mtu. Manake moja kwa moja. Hauwezi kukwepa hapa. Hauwezi kukwepa. Kwa sababu wakati mwingi tunaishi maisha ya sisi. Hatuishi sisi. Sisi wenyewe au mimi. Tunaishi kundi. Wakati tunapoingia kanisani, tunaona tuko wengi, tuko na kile kijasho, tunafurahia, tunaona ya kuwa tuko sawa. Lakini Biblia inasema anakuja juu ya kila mtu mmoja kwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hautasema huyu ni ndugu yangu, huyu ni mzazi wangu, huyu ni rafiki yangu. Juu mara nyingi tumeharibika juu ya marafiki. Tumepoteza uhusiano wetu na Mungu kwa sababu ya watu.
Tumekuwa watu ambao hatueleweki kwa sababu naona mbona fulani anafanya hiki, mbona fulani anafanya hiki. Huyu ni mchungaji lakini mbona anafanyaga maisha mabaya? Kama ni mchungaji anaweza fanya hivi, mimi sinaweza fanya vile. Acha nikuambie, mchungaji ni mtu ambaye hatahukumiwa na yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja atahukumiwa kulingana na kile alichofanya. Nasema nini hapo? Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Mwenye kudhulumu, si wewe unapenda kudhulumu? Anakupatia kitu cha kurudisha, unakataa kukirudisha. Unadhulumu. Bwana Yesu asifiwe. Unadhulumu, unakula ni yako, ni haki yako. Lakini Biblia inasema mwenye kudhulumu azidi kudhulumu. Unajua kuna watu ambao hataki kudhulumu, hana hofu na anajiita ni Mkristo. Unajua kitu ambacho tukitatufanya tukose mbingu ni vitu vyenye wewe unadharau. Mtu amekupatia shilingi yake 300, 500. Lakini kwa sababu wewe uko mafu haujalingi, unadhulumu, unachukua. Unasema acha nichukue, nipatie kitu yangu, nirudishie kitu. Wewe unakataa. Lakini Biblia inasema mwenye kudhulumu zidi sana kudhulumu. Si wewe unajifanya pomba? Si wewe unajifanya kabisa hauna uoga? Dhulumu, Biblia inakupatia ruhusa. Endelea kudhulumu. Na nini tena? Na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Na mchafu azidi kuwa mchafu. Jifikirie. Umeanguka kwenye matope. Lakini Biblia nasema jua hutaki kugeuka na hutaki kubadilika. Endelea kugaragara kwenye hayo matope. Unajua kuna mtu ambaye anaishi maisha ya dhambi, hana hofu, hana uoga, haogopi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia huyu mtu acha hiki, haachi. Ukimwambia haya maisha unaenda jehanamu, yeye anakuona wewe ni bure. Kwanza hataki hata muhusiane na yeye. Apendi. Sasa hapa Biblia nasema isiwe shida. Si unapenda uchafu, zidi sana kwenye uchafu. Zidi sana kwenye uchafu. Chenye uko nafanya ni kidogo sana, tafuta kingine ukifanya. Endelea nasema nini? Na mwenye haki na azidi kufanya haki. Na mwenye haki azidi kufanya haki. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mwenye haki, hata kama umeumizwa, hata kama umepitia juu ya hiyo haki, kuna mambo ambayo yamekufanya ulie machozi, usiache haki. Endelea kuwa kwenye haki. Endelea kuwa katika hali ya utakatifu. Mara nyingi unapokuwa mwenye haki, usifikirie mambo yote yanaenda sawa. Mambo yako yanakuwaga magumu. Kwa sababu shetani anakutafuta mbinu zote ili uchoke na uache msalaba. Lakini Yesu anasema kama wewe ni mwenye haki, endelea kuwa mwenye haki. Usibadilishe kwa sababu watu wamebadilika. Usibadilike kwa sababu kuna mtu ambaye alikuumiza. Usibadilike kwa sababu dunia imechange, mambo yamebadilika. Lakini endelea kuwa mtaua na mtakatifu. Kwa sababu kile ambacho unachosimamia, siku moja utacheka. Siku moja utafurahia. Acha nikwambie haya maneno niko nakwambia. Ni kweli na ni amina. Kila mmoja atahukumiwa. Kwa hiyo
hiyo tunapokuja kanisani ndio tunaomba Mungu atubariki. Na Mungu ni mwenye yake kwa sababu ameahidi. Siku moja Petro anasema, anamuuliza Bwana, Bwana, tumeacha makazi yetu, lakini tumekufuata wewe. Huyu papa alikuwa na mawazo kabisa yenye hata na mimi ningeuliza. Tunaacha vitu vya dunia. Wengine kule wanafurahia kabisa. Lakini sisi tumeamua kukufuata Yesu. Tutapata nini? Tutapata nini? Kaambia msiwe na shida. Kama umenifuata mimi, kwanza hapa utabarikiwa. Lakini zaidi ni katika ufalme wa Mungu. Hiyo ndo zaidi katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaishi hapa, lakini hapa sio kwetu. Kuna umilele. Tunapomfuata Yesu tunajitoa kwa Mungu. Umeamka mapema uko hapa. Bwana asifiwe. Jumapili sio saa ya kustarehe. Jumapili ni saa ya kuja kanisani. Sasa tujitoe kote huko. Huko Jumapili kuliko ujifunika blanketi. Na ndio siku ambao hakuna kazi, wewe uko hapa kanisani. Haiendi bure. Haiendi bure. Siku moja utacheka. Amen. Siku moja utacheka. Biblia inasema wale wanaocheka leo watalia kesho. Soma kitabu cha Ufunuo kwanza. Tutarudilia hapo. Hiyo Ufunuo 21. Hapo nyuma tu. Ya 22. 4 inasema nini? 21 mstari wa 4. Ufunuo 21 mstari wa 4 unasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena. Sikia haya maneno mazuri. Anasema atafuta kila chozi. Maisha ya wokovu sio jambo rahisi. Ni neema tu ambayo unaonekana kama unacheka. Lakini ni maisha ambayo unaliaka kila mara. Juu unaishi maisha ya vita, hautulii. Ili likiisha lingine limeinuka. Ili likiisha lingine limeinuka. Lakini hatumwachi Mungu pamoja na mambo yote ambayo tunayoyapitia. Hata kama yanaumiza, yanachosha, lakini bado tunaendelea kushika msalaba. Kwa hiyo anasema atachukua kitambaa na kuyafuta machozi yetu. Siku moja yale machozi unayoyalia leo, Bwana atayapangusa. Bwana atayapangusa. Na anakuja kumlipa mtu kila kitu ambacho ulichokifanya kwa sababu ya Mungu, hakitaenda bure. Hiyo kitu inanifurahisha sana, na ndio maana siwachi kumtumikia Mungu, kwa sababu ninajua ananilipa hapa na zaidi katika ufalme wa Mungu. Mungu hakai na deni ya mtu, acha nikwambie. Mungu hakai na deni yako ya mtu. Chochote unachokifanya kwa sababu ya Mungu inakuwaga ni deni. Na sasa kwa sababu ni deni, yeye hakai na deni, anarudishaka. Mwanadamu anaweza kukudhulumu. Mwanadamu anaweza beba deni yako, lakini Mungu ni mwaminifu, hawezi kubeba deni yako. Kwa hiyo lazima uamke mapema, atakulipa. Ujitoe, atakulipa. Ufanye kazi ya Mungu, atakulipa. Hatufanyi kazi bure. Kama ni mwanadamu ukimfanyia kazi mwisho wa mwezi anakulipa pesa yako, je, Mungu aliye mbinguni atakosa kutulipa? Atakosa kutulipa? Yeye ndo boss, yeye ndo Mungu aliyeziumba mbingu na dunia. Hatakosa kukulipa. Kwa hiyo kutumika kwako, kujitoa kwako kwa Mungu sio kazi bure.
Anasema nitafuta kila chozi. Rudilia hayo maneno, napenda hayo maneno sana. Ni maneno ya mwisho mwisho kwenye kitabu cha mwisho ambayo Bwana anazungumza. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Wala mauti haitakuwapo tena. Wala mauti haitakuwapo tena. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumtumikia kwetu Mungu sio kazi bure. Biblia inasema atayafuta machozi. Lakini atayafutaje machozi? Hawezi kufuta machozi ambayo haukulia. Unajua watu wanapenda vitu rahisi sana. Na mara nyingi hatupendi kuzungumzia haya. Kubeba msalaba ni kujikana. Na hali ya kujikana sio jambo rahisi, kuna machozi. Tusidanganyane. Tusidanganyane. Nyane kabisa. Wokovu. Kwa sababu kile chenye unaona ni kizuri kwako na Mungu hakitaki, unakikataa sio juu unapenda. Unakikataa kwa sababu neno la Mungu linasema ukifanya hivi ni dhambi. Kwa hiyo unakataa, lakini huku machozi yanatoka, unasema kama sio Mungu na mimi ningefanya hivi, wengine wanafanya. Lakini juu ya Mungu unasema ikose falme wa Mungu, acha tu niache. Unajipata unabakia unalia machozi. Mlikuwa na mtu pamoja, anakuambia twende hii njia bwana tutafanyikiwa. Wewe unamwangalia unasema hii njia hapana, siwezi enda hii njia. Kuabudu miungu, twende kwa waganga wa kienyeji, au twende kwenye ukahaba, twende kwenye mambo fulani. Nasema hapana. Sio kusema haumii au hauko nataka. Uko mtu umevaa mwili. Usizania kama hatuvionaki, tunavionaka na roho yako inakuambia Lakini unaangalia hivyo unasema, unapima mara mbili unasema acha ikae, acha nimtumikie tu Mungu. Wenzako wanakucheka, wengine wanakuambia wewe mshamba. Lakini unakaa hivyo unasema, Mungu wangu, ningefanya hivi kama ule mama, singefanya kama ule baba. Lakini kwa sababu ya Mungu tunakataa, tunalia. Na Mungu anaona tunatoa machozi, lakini anatuahidi atafuta kila chozi tulilolia. Haijalishi umelia aje, kwa sababu ya Mungu. Inakuja siku ambayo kanisa litakaponyakuliwa, watakatifu watakaponyakuliwa, tutaenda kukaa na Bwana pale hewani. Mimi napenda sana. Nilikuwa nasoma mahali ambapo inazungumzia juu ya Yerusalemu mpya. Vile kuta zake ziko, vile ule mji umetengenezwa na gisi itakavyokuwa. Halafu nikiwa kwa chumba changu nimekaa hivi naangalia hivi nasema, nafunga macho naangalia nasema, nimeona mapicha ya ngambo, nimeona mapicha ya fasi ambapo ni pasmati pazuri, mpaka unatamani unasema hapa ni pazuri. Lakini hii Yerusalemu ambayo watakatifu watakaa ndani, Biblia inasema Yesu ameenda kuandalia makao, ameenda kutuandalia makao. Sasa mjenzi si mwanadamu. Akili ambazo tunazo ni yeye alitupatia. Sasa mwenye kujenga ni mwenye alitupatia akili ambazo tunaweza kujenga leo kile tunaona ni kizuri. Sasa yeye ni Mungu.
anajenga. Na anajenga kwa sababu ya kila yoyote aliyekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kuishi maisha mataua na maisha matakatifu, ataingia katika ule mji. Sasa hapa Biblia inasema hakutakuwa maumivu tena. Bwana Yesu asifiwe. Juu hapa miaka 7 ambayo tutakaa kama kawaida vile nilivyokuwa nimefundisha. Miaka 3.5 ndio ile tutakaa kwenye meza, tunakula pamoja na Yesu, alafu anachukua kitambaa anatupangusa machozi. Lakini miaka 3.5 mingine ni hukumu ya watakatifu. Alafu baada ya miaka 7 nikawafundisha ya kuwa zile baragumu na yale mateso yatakuwa hapa chini na kanisa likiwa juu. Sasa kanisa pamoja na bwana harusi ambaye ni Kristo na ile Yerusalemu mpya tutashuka. Bwana Yesu asifiwe. Hatukai miaka 10 mbinguni. Ni miaka 7 tu. Lakini mwiyo miaka 7 Yerusalemu mpya itashuka. Na wakati itakaposhuka, watakatifu ndio watakaa pale. Barabara zitakuwa barabara za dhahabu. Jifikirie barabara za dhahabu, kuta za dhahabu. Alafu kwenye ule mji hakuna maumivu tena na hakuna kifo tena. Acha kila kitu kibaya, kaa kwa Yesu. Kwa sababu siku inakuja tutacheka. Acha watu wakushawishi, hawa marafiki. Mwambie, we rafiki, sikutaki, acha niende njia zangu, nimtafute Mungu, nitembee na Mungu. Lakini Biblia inasema katika ule mji hatutakuwa na huzuni. Unaweza kuwa umelala kwenye nyumba kubwa sana, kitanda kikubwa sana, lakini usiku wote kichwa kinakuuma. Unakuwa sema afadhali basi nikae nyumba Mathare lakini niwe na amani. Kwa hiyo tunaishi katika dunia ambayo hata kama ukipata kila kitu hautafaidika. Hautafaidika. Hao wenye wanajengaga manyumba, naonaga mtu anajenga nyumba 20. Kila nchi kuna nyumba, kila nchi kuna nyumba. Lakini Biblia inasema nini? Siku za mwanadamu zimepimwa. Unakutana mtu anakufa, ameacha manyumba kila mahali. Na hapo aliishi maisha ya mateso, kungangana, kupigana, kwenda hata kwa shetani juu apate pesa. Lakini anaiacha. Kumbe tufanye mipango yetu, tutafute pesa, lakini tuwe ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe tu ndani ya Yesu Kristo. Tukijua ya kuwa ninapobarikiwa hapa nakula na furahia, lakini natarajia kuingia katika ule ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunapenda sana mahubiri yenye utachangamka, utafurahia, na hii mahubiri watu hawatakagi sana. Lakini hii ndio Mungu anataka katika maisha yetu. Tutengeneze maisha yetu, tutembee katika utaua. Mungu aliponiita kuwa mchungaji, kwa miaka hiyo yote nimekuwa mchungaji. Kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani yangu ni kuambia watu watengeneze maisha yao. Afadhali twende tukiwa 10 mbinguni kuliko kujaza kanisa ambayo inapotea na kwenda jehanamu. Nikiwa hapa nakuaga na nawa maji mikono yangu. Kwa nini? Mungu asiniulize sikusema haya. Kwa sababu haina haja nikae hapa mimi kama mchungaji nikwambie tu habari za sadaka. Hapana. Siko hapa kama mchungaji nikwambie habari tu ya kusema sijui mambo yameisha, umebarikiwa, umefanya nini.
Lakini niko hapa tena kukukumbusha ya kuwa Yesu anarudi. Na atachukua watakatifu. Hatachukua watu wanaingia mkanisa, lakini atachukua watakatifu. Hatachukua majina ya watu. Asema mimi ni bishop, mimi ni apostle, mimi nimejenga kanisa kubwa sana, mimi nina watu wengi sana, mimi ninajulikana. Hapana. Lakini atachukua watakatifu. Unajua tunajidanganya na ingia kwenye gari kubwa sana. Hiyo sio ndo asili ya utakatifu. Naweza ingia kwenye gari kubwa lakini naishi maisha mabaya. Naweza kuwa niko hapa kwenye madhabahu lakini naishi maisha mabaya. Yesu ni hakimu wa haki ambaye anahukumu kwa haki na anawajua walio wake. Kwa hiyo tutembee katika maisha ya kumpendeza Mungu. Tutasoma kitabu cha Ufunuo. Ishirini na mbili. Hiyo 22 pale tuliishia. Hapa 11 na kuendelea. Tutarudilia hiyo. Kitabu cha Ufunuo sura 22 na mstari wake wa 11 unasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Amen. Nataka hilo neno la mwisho. Hilo. Nakuja upesi kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake. Asubuhi ya leo katika hii masomo tulikuwa tunajifunza. Kwa sababu ni somo ambalo tunaendeleza. Unafanya kazi gani katika ufalme wa Mungu? Tunaweza kufanya kazi zetu za mapato, ni sawa na ni vizuri. Kwa sababu Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo lazima tufanye kazi. Lakini katika ufalme wa Mungu unafanya kazi gani? Kwa sababu anasema nakuja upesi kumlipa kila mtu kulingana na kazi aliyoifanya. Tumekuwa kwenye mwaka mwingine, lakini mwaka 2024 jiulize, ulimtumikia Mungu aje? Uliwaleta watu wangapi kwa Yesu? Ulihubiria watu wangapi, hata ule jirani yako ambaye unaona anapotea? Ulienda tu kumwambia Yesu anakupenda? Unajua tuko Wakristo ambao hatueleweki kwa sababu hatuhubiriagi Kristo. Unaweza kuwa uko kazini na unaona kabisa hawa watu wanapotea na waona, na wewe umeokoka, hauna ile roho ya kusema jamani haya maisha sio mazuri. Unaona nikisema hivi wataniona aje? Kwenye kazi yako wewe unasema nini? Ukiwa na marafiki yako unafanya nini? Ulishawahi kujihukumu kusema haya maisha ya huyu mtu nisipomwambia Mungu ataniuliza? Ni mara ngapi umekuwa na uchungu kwa sababu ya huyu rafiki yako ambaye anapotea? Lakini mara nyingi tunawaacha. Mtu akipiga story tu na wewe umeingia ndani. Utakutana watu kabisa Nakutana mtu anafungua kazi kake kadogo na amesema ameokoka, lakini nyimbo zenye zinawekwa mle ni za hatari, za Diamond, za nani, zinamtukuza. Na ukimwambia kweli kabisa, mbona umtukuza? Sema unajua lazima ni makastoma wafurahie. Makastoma wafurahie. Na customer ufurahie. Uko pale juu ya kufurahisha customer au uko pale kumfurahisha Mungu wa mbinguni? Biblia inasema mtu atalipwa kulingana na kazi aliyoifanya.
kazi yako unayoifanya ni gani? Si wewe uko na sauti nzuri lakini hautakuja hapa uimbe, lakini sauti yako si unaimbia chooni. Unapigia watu makelele kwa wese. Njoo tunasikia sauti yako alto, bezi, sijui, soprano. Unashindwa hao watu ni nini? Lakini kanisani hapa kuja kumtumikia Mungu, si sauti yako naiweka. Hapa kuna masauti hapa tu za mzuri ziko, lakini unakaa hivi kwa kitu unaangalia watu. Tuhekima tumoja tu wenye hatuna kichwa na migulu unatuangalia. We uko pale kazi yako ni kukosea, kunani, kutoa makosa. Na huyu ajui. Na huyu hapana. Roho yako ndo vile nakwambiaka. Wenye wanakaaga hivi kuangalia watu hivi. Nakwambia wanatoaga makosa na makosa. Si afadhali huyu mwenye alikuja hapa akasimama, akaimba yake sauti yake ikaenda kivyake, Mungu ataitengeneza. Amejitoa kwa Mungu. Lakini wewe unakaa tu, uko naangalia tu mtu asema ajui. Hawezi imba hata kama Denise vile alienda. Na siku Denise alikuwa hapo alikuwa anamtoa makosa, msema afadhali vi akiimba hapa tutachangamka. Lakini ngoja vi akuje hapo sema vi. Mwanadamu manake hana shukurani. Sijui kama umfanyie nini mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuja mtumikie Mungu. Biblia inasema ya kuwa atalipa mtu kulingana na kazi yake. Hiyo sura inasema nini mwisho? Kuna mahali moja hapa anasema kuna kitu waliongea. Tazama, naja upesi na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Hapo nje kuna huko nje wako mbwa na wachawi na na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na wale wanaabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Na kila mtu anayependa uongo na kuufanya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao wanaweza kuacha uzinzi. Anaweza kuwa hayuko mchawi. Anaweza kuwa hayuko mtu anaabudu miungu. Lakini uongo. Nasema wale wanasema wanafanya uongo na wale wapendao uongo hawataingia katika ule ufalme. Ushajifikiria kweli ukawa mkweli? Mtu tu akuulize swali useme kweli. Ulikuwa wapi? Nilikuwa tu hapa. Na unatoka town. Useme tu nilikuwa town. Kwa sababu hii uongo yenye tunapenda kusema, hakuna dhambi mbaya kama dhambi ya uongo. Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya uongo, shetani ni baba wa uongo. Manake wewe unaposema uongo, baba yako kabisa ujue ni ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Uongo. Unakula sukari, unasema sijakula sukari, kumbe iko hapa pote. Inaonekana umekula. Wakristo wamekuwa waongo sana. Kama tuna dhambi, ni dhambi ya bongo. Utakutana mtu hapa anasema Bwana asifiwe.
Mungu amenibariki. Nimebarikiwa. Mimi nasema nitamtumikia Mungu. Sitamwacha. Kwa uimbaji nitamtumikia. Mungoje siku 2 kama tabifanya. Akiwa hapa kutudanganya. Usinyamaze tu. Namuuliza utamfanyia Mungu kazi? Ushaandikisha mimi nitakuwa nafanya kazi ya Mungu. Ushaifanya? Ushaifanya? Tuache uongo. Amen. Mimi nachukia uongo. Mimi naongeaka. Mimi. Na hivi vitu ya kwenda mtu kumpeleka hivi hapana, mwambia tu hivi kitu sio mzuri. Sababu haina haja kusema uongo. Uongo haitatusaidia. Biblia inasema nje kuna waongo. Kwa hiyo ili tunyakuliwe tuache uongo. Nasikia tu nizungumzie leo kuhusu uongo. Sema kweli na kweli itakuweka huru, mtu wa Mungu. Tuko na dhambi ambazo tunazifanya kuwa sio dhambi. Lakini kile ambacho unasema sio dhambi ndio kitakukosesha ufalme wa Mungu. Acha kuwa nasema bongo. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuwa nasema uongo. Au unajua huyu sio rafiki yangu. Huyu sio mpenzi wangu. Na njoo mshakwae, sema tu ni mpenzi wangu, mtanikula. Nikisema mimi huyu ni mpenzi wangu, mtanikula na mtanifanya kitu. Si mimi nasema kweli. Kuna watu wengine anakataaga na kumbe Mungu angembariki na huyo mtu. Itika. Tunakuona uko natembea na huyu mtu mubarabara. Njoo huyu tumwangalilie. Hapana. Na kweli itakuwa hapana. Itakuwa tu hapana. Itika. Mwache uongo. Hiyo uongo ndio iko nafanya watu wasifanyikiwe, wasibarikiwe. Sema kweli na kweli ikuweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nimemaliza.